hali ya utunzaji wa vyanzo vya maji kiukweli sio nzuri sana, na ndio maana sisi nafikiri kwa mkoa wetu wa Kigoma tutakuwa ni wa kwanza kwa kupitia ufadhili wa mradi wa UNHCR pamoja na Belgium, kwa maana kwamba tumekuwa tukiambiwa bali ya zile mita 60 kwamba wananchi wasifanye shughuli ndani ya mita 60, lakini usimamizi wake ni hafifu sana. Ikumbuke kwamba sisi kimamlaka kama TFS tunasimamia misitu ya serikali kuu ya kupandwa, miti ya asili pamoja na shughuli za ufugaji nyuki, lakini pia na usafirishaji. Ndio maana tunavizuia kwenye checkpoint. Mwenye jukumu hili la moja kwa moja ni mtu wa bonde akishirikiana na mkurugenzi. Sasa ukiangalia hii kazi inafanywa na watu wengi kwenye mabonde. Tuseme usalama wa chakula pia unachagiza sana uharibifu wa vyanzo vya maji, kwa sababu watu wanalima pembezoni mwa mto kwa ajili ya kuhakikisha kwamba aidha wanapata mazao mara 2 kwa mwaka, si ndio? Lakini watu wa bonde hawako wengi sana kusimamia kuhakikisha kwamba kila siku kwenye haya mabonde wanahakikisha kwamba hizo shughuli zinafanyika nje ya zile mita 60. Kwa hiyo sisi kupitia mradi ndo tumeanza kama demo kwa maeneo ya kambi ya Nduta na Kumuhasha. Kwa hiyo bado unaweza kuona kwa wilaya yetu ya Kibondo bado kuna maeneo mengi hatujaweza kuyakava, lakini bado tunaendelea kutoa elimu na tunazidi kushirikiana na wenzetu wa bonde. Unaweza kuona kwa mfano sisi tu ofisini tuko afisa 4. Kwa hiyo tukigawana hizo kazi na kazi zingine ziendelee, unaweza kuona kwamba ufanisi unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo tunatamani hawa wenzetu ambao pia tunawapa miche leo hii wakawe mabarozi kuhakikisha kwamba jamani, hizi mita 60 hizi hatufanyi kwa ajili ya maslahi ya mtu yeyote yule, bali tunavyoacha kufanya hizi shughuli za mita 60 ni kwa ajili ya sisi wote. Kwa hiyo hali ya utunzaji wa vyanzo bado elimu inaendelea kutolewa, lakini sio nzuri sana. Ndio maana unaweza kuona hata mto wetu hapa huwa miaka ya nyuma kuna tirisha maji kwa muda wa mwaka mzima. Sasa hivi stili bado unatiririsha, lakini kiwango kile cha maji ambayo yanatiririsha yamepungua, lakini kuna baadhi ya vijito vinatoweka kabisa. Labda kwamba hili ambalo shirika la UNHCR tunalifanya, tunaunga mkono jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio tu kwenye uhifadhi wa mazingira bali pia kwenye uhifadhi wa vyanzo vya maji. Kama alivyozungumza, hali ya vyanzo vyetu vya maji hata hivi ambavyo sisi tumeweka jitihada ya kuhakikisha kwamba tuna vihifadhi na kuvilinda, hali si nzuri sana, kwa sababu hata wakati tukiwa tunafanya vile vipimo vya mita 60 kutoka kwenye ukingo wa vyanzo vya maji hivyo, bado tumekuta kuna shughuli nyingi zinaendelea ambazo si rafiki na vyanzo hivyo. Lakini pia vile vile ukiangalia mamlaka zilizopewa jukumu la kusimamia uhifadhi wa vyanzo upo, hatua gani zinachukuliwa kuhakikisha tunavilinda kweli kweli? Hiyo pia nadhani kuna ulegelege kwenye swala la uhifadhi na ulinzi wa vyanzo hivyo, hasa kwa mamlaka zilizopewa. Ni wito wetu, kwa sababu sisi tunatoa jitihada hizo, tunafanya jitihada hizo kuisaidia serikali yetu, basi tuwaombe wenye mamlaka waliopewa mamlaka za uhifadhi wa vyanzo hivyo na wenyewe wawe active katika kuhakikisha kwamba kweli wanasimamia uhifadhi, ili hata hiki tunachoenda kukifanya sisi mwisho wake kionekane kinazaa matunda. Kama tutakuwa tunawezesha uhifadhi wa vyanzo hivi vya maji kwa kuweka jitihada hizi za kuotesha miti rafiki, lakini mwisho wa siku unakuta kwenye yale maeneo ndani ya zile mita ambazo ziko restricted, yani zimezuiliwa kufanya shughuli yoyote ya kibinadamu ambayo inaweza ikaathiri vyanzo hivyo, lakini kila ukienda unakuta vyanzo vile bado vimevamiwa na kuna shughuli zinaendelea pale. Ina maana hata haya malengo sisi ambayo tumejiwekea na hata hii support ambayo tunaitoa kwa kushirikiana na wenzetu wa TFS na kuendana na sera za serikali yetu inaweza isifikiwe kwa sababu ya kuto kuchukua hatua
ya usimamizi, lakini kuhakikisha kwamba yale maeneo tengefu ambayo yamewekwa yasifanyike kwa shughuli yoyote hayadhibitiwi wala hayasimamiwi ipasavyo. Kwa hiyo ni wito wetu kwamba mamlaka zilizopewa jukumu la kuhakikisha uhifadhi na usimamizi wa vyanzo hivi vya maji, ili kuhakikisha vyanzo vyetu hivi vya maji vinakuwa sio vya misimu, vinakuwa na maji ya kutosha, viendelee kuonyesha uhai wake. Kwa hiyo nilipenda na mimi nijazie hilo. Mimi naitwa Seth Charles Elomo, ni katibu wa usharika wa Kibondo KKT. Kikubwa tumekuja hapa ni miongoni mwa watu ambao tunahitaji miti kwa ajili ya kuboresha mazingira ya maeneo ya kanisa pamoja na ya shule ya daycare ya watoto. Kikubwa zaidi umuhimu wa uwepo wa miti ni kwamba mazingira, kwa sababu tuna miti ambayo imeshakomaa tunatakiwa kuitoa. Kwa hiyo sema kata mti, panda mti, au panda mti alafu ndio ukate uliopo. Kwa hiyo kimoja ni kufanya mazingira yawe mazuri, upepo usiwezue paa la shule, paa la kanisa, na vile vile ni vivuli na uhifadhi wa uhalisia wa maeneo, kwamba mazingira mazuri ni yale yaliyozungukwa na miti. Miti ina faida nyingi, kuna mbao, kuna kuni, na sisi ni wahitaji wa kuni pia, wahitaji wa mbao. Pia miti inachangia kuzuia mawingu ya mvua, mvua tuweze kupata kwa uhakika. Yaani ni miongoni mwa viainishi vya upatikanaji wa mvua, kuweka unyevunyevu, kufanya evaporation ya jua linapowaka. Kwa hiyo inachangia mambo mengi, na vile vile ni sehemu ya utunzaji wa mazingira na kuwafundisha watoto wapende miti kwa ajili ya vizazi vijavyo.